Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia unapoendelea kutazama hii kanda, bonyeza alama ya like na karibu. Taarifa ambazo zimetufikia uwezi kuamini. Makamu wa Rais hapa Tanzania Emmanuel Nchimbi amemwachilia huru Tundu Antipas Lissu, huku Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais aliyejichagua na kujiapisha na kuingia mamlakani akikasirika. Naomba tu tukaweze kusikiza matamshi ya Emmanuel Nchimbi vile amezungumza, kisha baadaye nikirudi nitakueleza kwa kina. Huyu ni Emmanuel Nchimbi. Habari ya watu kukaa mahabusu, vikesi vidogodogo, vitu vya kijinga jinga, vitu vingi tu. Habari ya watu kukosa dhamana kwenye vikosa vya kijinga jinga, viko vingi tu. Habari ya watu wakati mwingine mtu ana hamu, maana unajua kuna wakati unakuwa na watu wana roho mbaya. Unakuta mtu mmoja amekaa na roho mbaya pale, ana hamu mtu mwenzake alale mahabusu. Sasa kwa kuwa ana hamu alale mahabusu, anajua Jumamosi na Jumapili hakuna anayepata dhamana, anakupeleka kituoni saa 9 kasoro hivi siku ya Ijumaa, ili tu awe na uhakika utalala siku 2. Sasa tunao watu wa hivyo kwenye nchi, lakini kule kwenye mapendekezo yale anasema vitu gani vitafanya mtu akae mahabusu, kesi gani zitafanya mtu akae mahabusu. Uwezi tu kuamka asubuhi unambandika mwenzako kesi alafu hiyo. Sasa mambo haya ndio nasema ile tu, tukisema anachohitaji rais kujua ni kwamba watetezi wa haki za binadamu wanaunga mkono maelekezo yake ya mapendekezo ya tume ya haki jinai yatekelezwe. Sauti hiyo ni Emmanuel Nchimbi. Matamshi ambayo aliyoyatoa yaliweza kusababisha shangwe kutanda katika taifa letu hapa Tanzania mzima, huku makamu huyo Nchimbi akimwachilia huru Tundu Lissu kwa kusema hivi: kuna kesi vidogo tu vya ujinga ambavyo vinapambikiziwa watu na kufungwa. Lazima serikali iweze kuamini kwamba kuna uhuru na wale ambao ni watetezi wa haki za binadamu. Yaani alikuwa anamaanisha kufungwa kwa Tundu Lissu ni kwa sababu ya kutetea haki za binadamu hapa Tanzania, na hawezi kupambikiziwa kesi ya kusababisha aendelee kukaa kule gerezani Ukonga. Kumaanisha yeye ameenda kinyume na matarajio ya Samia Suluhu Hassan, na sasa yeye anataka Tundu Antipas Lissu aweze kuachiliwa huru. Ikumbukwe mwaka jana mwezi wa 4 hapo ndipo Tundu Lissu aliweza kukamatwa. Kukamatwa kwake ni kwa sababu ya uchaguzi, akapambikiziwa kesi ya uhaini kwa kusema no reforms no elections, yani kusipokuwa na mabadiliko hakutakuwa na uchaguzi. Sasa akapambikiziwa kesi ambayo imesababisha yeye kukaa gerezani. Kwa hivyo wengi katika serikalini wakiongozwa na Emmanuel Nchimbi wameona kesi ya Tundu Lissu na wengine ambao waliokamatwa ni kwa sababu ya uchaguzi, kupambikiziwa kesi ya mchongo tu, hamna msingi wowote, na anataka waweze kuruhusiwa waende nyumbani kama wengine. Najua Samia Suluhu Hassan aliweza kuogopa mwaka jana wakati kulikuwa na uchaguzi, na hata hakukuwa na uchaguzi, kilichosemekana ni uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba mwaka jana 2025. Sasa aliogopa huenda Tundu Lissu atamshinda, atamuondoa, licha ya yeye kuwa mama. Akaogopa nitafanya kivipi kurudi mamlakani, akamfunga Tundu Lissu. Mpina wa ACT Wazalendo naye akamfungia, hakuwahi simama kuwania kiti cha urais. Ikasababisha Suluhu Hassan asalie peke yake, na hata hakukuwa na uchaguzi, ila tu alitoa amri kwa tume ya uchaguzi nitangaze kwa 98%, akatangazwa. Na kulingana na sheria za hapa Tanzania mwaka
77 yeyote ambaye ametangazwa kuwa rais, hamna yeyote ambaye ataenda mahakamani kupinga. Hiyo ndio sheria ambayo tunaitumia hapa Tanzania ya mwaka 1977. Sasa hivi Emmanuel Nchimbi naye amesema imefika wakati Tanzania lazima ipate katiba mpya, liwe liwalo na liwe, kabla ya uchaguzi ujao wa mwaka 2030 lazima kuwe na katiba mpya hapa Tanzania. Ila yeyote ambaye atapinga katiba mpya, inamaanisha ya kwamba huyu hatakii mema Tanzania, na ikiwa wakati huu hatutapata katiba mpya, inamaanisha kwa miaka mingine 50 tutakuwa tunapitia mateso. Kwisha. Emmanuel Nchimbi amegeuka sasa, amefunguka moyoni sasa, anasema ukweli halisi wa mambo. Mara yeye anatetea hata wanaharakati. Unajua uongozi wa sasa ni uongozi wa kimla, uongozi ambao hautaki kurekebishwa ama kukosolewa. Wala ambao wamekuwa wakikosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan, wengine wamepatikana mtoni, wamekatwa vichwa, wengine wametekwa nyara. Akina huyu Humphrey Polepole alipoenda kulaumu serikali, licha ya kuwa mwana CCM wakati ule na akawa balozi, akapotezwa. Hadi kufikia sasa haijulikani alipo. Wanaharakati wengine Mange Kimambi wakatorokea nchi ya Marekani, na huyu mwingine Maria Sarungi yuko Kenya, Mshabaha wakaenda wako Kenya, wakatoroka nchi kwa sababu Samia hawezi kuwaacha. Sasa hayo yote uongozi wa Samia Suluhu Hassan ambao unaendelea kufanya imesababisha mataifa mengine kusalimu amri kutoa msaada katika taifa letu la Tanzania. Ni kwa sababu ya maovu mabaya yale ambayo yanaendeshwa chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan, kwa sababu wakasema liwe liwalo na liwe, hakuna kufadhili udhalimu hapa Tanzania. Ndio maana tunapitia changamoto za kiuchumi, tunapitia changamoto za hapa na pale, hata hela haziko. Kufikia sasa serikali inastahili kulipa zaidi ya trilioni 112 madeni ambayo sasa hivi hatuna. Najua hayo ndio yanaendelea hapa Tanzania sasa hivi. Kwa hivyo unajua hata mazungumzo ya Emmanuel Nchimbi wakati tunayachambua kwa undani, tunaona kwamba yeye ameingia katika upande wa wananchi, kwa sababu na yeye analenga kuwania kiti cha urais ili aweze kumuondoa na kumtuma nyumbani Samia Suluhu Hassan katika uchaguzi ujao wa mwaka 2030. Sasa amegeukia Samia Suluhu Hassan, na mara nyingi hata Samia Suluhu Hassan hamtaki huyu Emmanuel Nchimbi. Wakati wanakuwa na mikutano hata hamtambui sana, hata wakati anapoenda mataifa mengine hamsindikizi kuelekea uwanja wa kimataifa kwa ndege, Hayo ndio yanaendelea hapa Tanzania. Kwa hivyo uongozi huu wa Samia Suluhu Hassan umeweza kupingwa na Emmanuel Nchimbi, umeweza kupingwa na vyama vyote vya mrengo wa upinzani, ila tu wale wachache tu wa CCM, chama cha mauaji, ndio wanamuunga mkono Samia Suluhu Hassan. Lakini kuna vikosi maalum ambavyo vinatekeleza maovu kulingana na amri ambazo zinatoka Ikulu Chamwino. Huyu Mafuela anaongoza kikosi kingine hapo cha kuhakikisha ya kwamba wale ambao wanakosoa serikali wanatekwa nyara, wengine wanapotezwa tu, wengine wanapatikana pale. Huyu Mafuela ndio maana akafungiwa, hawezi enda Marekani, hawezi toka hapa Tanzania kwa sababu ya maovu ambayo amekuwa akitekeleza kwa muda mrefu. Watu wameuawa. Sasa imefika wakati watu baadhi yao wale ambao wako serikalini, ambao ni viongozi, wamefunguka macho, wanaona kila ambacho kinaendelea kufikia sasa. Hapo ndipo uongozi wa Samia Suluhu Hassan umetufikisha. Sasa hivi uchaguzi uandaliwe. Chances ama nafasi ama fursa ya Samia kukua hata namba 2 ni ngumu. Hawezi kuonekana namba 1, hawezi kuonekana namba 2. Labda kama watu wanawania 10 atakuwa namba 10, lakini na hata kuwa na kura. Naomba kutamatishia hapo, tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu ya mwisho ukaweze kubonyeza alama ya subscribe ili uweze kuwa subscribed. Asante sana. Unaweza kusambaza hii kanda kwa grupu zingine ili tukaweze kufahamisha wingi tena zaidi. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Kwa heri kwa sasa.